wakati wa design watu wa Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Bwana ni mwema na wakati wote. Wassalamu alaikum. Ndugu zangu, nilipita jana hapa, nilikuwa kwenye msiba kule Mwitiru, lakini nilikuwa na mkutano kwenye kata ya Kanyange Nyakalima. Ndio muda ule niliona magari yanaingiza mwili wa marehemu hapa na nikajua kuna msiba. Sasa tuna mkutano kata ya Pemba Yoruba, na baadaye nitakuwa na mkutano wa hadhara pia kata ya Nyalero. Sasa kasema kwa kuwa napita hapa nije nilie pamoja na nyie kwenye msiba huu, nitoe neno la pole, alafu niwaache muendelee na ratiba nyingine, mimi mniruhusu niende kwenye mkutano. Kwa nasema pole sana kwa msiba, ndugu zangu wote wafiwa na ndugu waombolezaji. Mimi ambaye nina taarifa ya jimbo zima, kwa kweli kwa mwezi wetu tumekuwa wa 9 mpaka wa 10 tumesiba mingi sana. Msiba huu ni wa 3 kwangu. Tumetokea kule Nyakangara, Mwema, hata kijiji kwangu pia wanazika. Kwa hiyo mingi. Kwa usione kwamba mko peke yenu. Ni jambo lipo linaendelea na kifo hakizoeleki. Kwa nimekuja kulia pamoja na nyie kwa namna hiyo. Lakini jambo la pili, tupo kwenye mchakato wa uchaguzi. Pamoja na haya mambo ya Mungu, lakini pia ya binadamu yanaendelea. Lazima tupate viongozi ili waweze kutatua changamoto mbalimbali. Na kata hii Chama cha Mapinduzi kimileta ndio Julius Kisaina ndio tumemsimamisha. Basi niombe kwa heshima kubwa tarehe 29 mpe heshima kumpa diwani wa kata hii, tutashirikiana. Ninajua kata ya Mbogi ina changamoto, labda niseme mawili au matatu. La kwanza, tumeshakubaliana ule ujenzi wa sekondari ya Kitenga, mimi na Kisaina tuna vitongoji 500, tumeshafikisha 363. Lakini kwa mpango uliopo vitongoji vyote vimeshafanywa survey. Kwa mpango baada ya uchaguzi ni kupeleka umeme kwenye vitongoji vyote. Jimbo hili bado vitongoji 97 tu na mkandarasi ameshapatikana. Bahati nzuri kila jimbo tuna mkandarasi. Kwa hiyo tukianza hiyo hatua tutawashirikisha viongozi. Cha muhimu, malalamiko ambayo tunayapata, umeme unafanywa survey, nguzo zinapelekwa, wanapokuja kuweka umeme kuna watu wanahonga, kuna rusho inatembea kwamba huyu ana uwezo mkubwa, wanapindisha. Mwana usinyamaze, usikubali wahamishe zile nguzo, kwa sababu ishapima maeneo yote ambayo nguzo kile kitongoji ni nguzo 40 kwa hatua ya kwanza. Tutaziongeza. Kwa kama ukiona wanapeleka umeme alafu kuna mtu anabadilisha zile nguzo, basi ni vizuri tukawasiliana kupitia mwenyekiti wa kijiji, na kama ile mtuhumiwa mwambie diwani pia. Kwa mbunge rais wa nchi hii na makamu wa rais Barusemanuel Nchimbi, lakini kwenye kata nipeni Kisaina, nitamshika mkono, tutavuka na hakika hamtajuta kumchagua kuwa diwani wa kata hii. Na mimi ndugu yenu kijana wenu, naomba mniunge mkono tarehe 29 niendelee kuwa mbunge wa jimbo hili. Matamani yetu ni kuhakikisha kwamba changamoto zilizopo tunazipunguza au tunamaliza kabisa. Hata Roma haikujengwa kwa siku moja. Tumeanza safari, tunaendelea. Naomba mtuunge mkono, tutawatumikieni. Asanteni sana na watakieni kila laheri, na poleni sana ndugu wafiwa na ndugu wote waombolezaji. Zote ambazo ameahidi mbunge, hilo ni kitu ambacho tunaenda kushughulikia kwa sababu ya maendeleo ya wanambogi. Hivyo basi tungewaomba sisi mturuhusu, kwa sababu kuna mkutano pale Kioruba, tunaambatana na msafara wa mbunge, alafu tukitoka hapo tena tunakimbia kwenda Nyalero. Ni wangapi watapiga kura kwa chifu kutumikana chama? Wamesaidia tusimame. Nione mikono kura za Mama Samia. Asante sana. Sasa naomba nione wanaosema watanipigia kura mimi kuwa mbunge wa jimbo hili tarehe 29, naomba nione. Nataka Sembe walikuwa na msiba mkubwa, tukaahirisha kwa sababu lazima uheshimu pia matukio ya kijamii. Hata hapa nimekuja hapa, nimetokea kwenye msiba Mbogi pale Borega. Uwezi kwenda unaona kuomba kura watu alafu kuna msiba kapetilita tu. Tulikuwa na Mheshimiwa Seronga
nikaomba mnipe ridhaa kuendelea kuwa mbunge wa jimbo hili, mkanipa kura. Na bahati nzuri tulikuwa na Mzee Ruben, tulizunguka jimbo zima na yako. Kwa maeneo mengi tuliahidi kazi. Na mimi nakumbuka niliwaambia mimi kazi sijatumwa na mtu. Nikagundua hapa kulikuwa na utapeli wa kisiasa. Kuna watu wanakuja na kupachika watu, wanamweka mbunge kwa masharti, wanamchangia pesa, wanaweka madiwani, alafu mwenyekiti wa halmashauri anaweka na watu, mbunge ameweka na watu. Kwa hiyo mnapozungumza sio yeye, ni boya, ni remote. Na wanagawa tenda. Mkagundua kumbe ndio janja ya nyani kula mahindi bichi. Mimi mpango nimefuta. Kwa hiyo nimekaa hapa miaka 5, sijawahi kuomba 10% ya mradi wote. Na sijawahi kuandika kimemo kwamba ukaombe tenda kwa mkurugenzi. Wakija hapa rais akawa waziri mkuu au waziri, ninamhoji mkurugenzi au mkuu wa idara kama mtumishi wa serikali. Na anakuwa na moral authority ya kumhoji kwa sababu hatupigi naye deal. Kwa Mzee Ruben, haya mambo yote ambayo umeona kwenye kata zote 26, vijiji 88, hiyo ndio siri ya ushindi. Na hiyo sababu sasa ndio maana mliona kura za maoni hapa nilishughulikiwa sana. Si mnakumbuka? Nilipigwa sana. Walikuja watu na mavieksi hapa, wanagawa pesa kwenye marobota. Na wauliza, hawa wakulia wetu wamechanga hela za Saiga kujenga shule, kujenga maboma, hamkuwachangia. Uchaguzi umefika, kumbe mna hela nyingi namna hii. Mngekuja kipindi hicho cha shida, mngewasaidia. Mngeokoa mbuzi zetu, mngeokoa meza za kina mama, mngeokoa vipara vyao, wasingeumia. Hawakuonekana. Kwa walikuja kwa sababu nimeziba mirija. Sasa moto ni ule ule na nitazilisha. Utaratibu wangu ni kwamba kwa kuwa nimepata kura za maoni free of charge, nimekatokatwa kwenye vikao mara 2, nikaandikiwa herufi za hovyo hovyo na mapendekezo ya hovyo hovyo, lakini wanachama wa CCM wakanishika mkono nikavuka mto. Sijaliwa na mamba. Na Mama Samia akanishika mkono kwenye vikao akanirudisha. Na mimi ndio mgombea wa jimbo hili. Sasa wale matajiri wakitaka waje wachangie maendeleo hapa. Tuwaone wanashiriki. Na Pemba nilitania kwamba mshike wa Serunga kama kuna mapungufu ndio kazi yetu. Tunagombea mimi na Serunga na Mama Samia kwa sababu kazi tuliyoanza haijaisha mpaka ishe. Vile viporo tukamalizie. Sasa Serunga ndio anajua hapo kuna shida ya barabara. Mbunge. Serunga anajua kuna shida ya maji. Serunga anajua kuna shida ya shule. Tunataka kujenga kituo cha afya hapa, aje mtu ambaye haelewi chochote amelala usingizi wa pono. Hii miaka 5 kata hii imepata shilingi bilioni 3 za miradi ya maendeleo. Hebu sema B. B3. Bilioni 3 ni milioni 3,000. Kwa kazi ambayo Serunga amefanya na mimi na Mama Samia na Chama cha Mapinduzi ni kazi ya kutilia mfano. Nilitarajia nikija hapa Pemba, na juzi niliwaambia pale Pemba. Wakasema umeme si nyumba si nguzo. Sasa hiyo hamna shida. Ndio wanasema wanashukuru umeme utawaka nyumba ya mganga pale. Hapa tulichokubaliana kwenye sekta ya afya. Tulichokubaliana, tumeanza kuleta fedha milioni 230. Na hii fedha imetoka kwenye mgodi wa Bariki. Tuanze kujenga hapo jengo la mama na mtoto. Tunajenga hapa Kioruba. Na mara ya mwisho kwa kuna maneno. Kwa nini jengo Kioruba? Tukasema sisi tulitaka eneo la serikali. Pale Nyabisaga halikupatikana, si ndio? Likapatikana hapa. Tukasema tujenge. Sasa nauliza watu wa Pemba, hivi kipi bora? Kujenga kituo cha afya Kioruba ndani ya kata ya Pemba au tuache tuhamishe kwenye kata nyingine, siku mkielewana tutaleta hapa? Kipi bora? Tuhamishe kutoka Pemba tupeleke kata nyingine au tujenge Kioruba? Kwa sababu Kioruba pia ni katika ni ndani ya kata ya nini? Watu wa Nyabisaga watakuja hapa kwa sababu uende hospitali kila siku. Unaenda hospitali kama kuna shida, si ndio? Na utajipanga. Sasa ngoja ameleta hapa, wanaanza kusema hasa kule amejipendelea. Tulifanya vikao. Ikaonekana pale hakuna eneo, hapa eneo lipo.
Na mimi nakumbuka mara ya mwisho nimekuja kutembelea hapa eneo. Wangapi nataka niseme leo? Hebu naone watu ambao nataka niseme neno zito hapa. Uzuri wangu ni kwamba kabla ya kusema huwa najiridhisha. Wanasema kabla ya kuruka unaagana na nyonga. Na usitukane mamba kabla hujavuka mto. Kwa mimi ninachofanya, nimeenda kwenye ilani ya uchaguzi ya mkoa wa Mara. Mama Samia alizindua ilani ya taifa. Lakini baadaye ameandaa hizo ilani ndogo ndogo, madiwani wanazo wametaja vitu ambavyo vitafanywa kwa miaka 5 ijayo. Hii ilani mgombea wa chama kingine chochote hana. Vinapatikana CCM tu hapa. Maana yake hiki ni mkataba. Haya ni makubaliano. Kwa hata mimi nitakapoenda Dodoma bungeni mkinipa ridhaa tarehe 29, haya ndio maswali ya msingi na maswali ya nyongeza. Hapa tutakuwa na zahanati 14, lakini tunajenga vituo vya afya 5. Sasa kwa kuwa tumeshaanza na jengo la mama na mtoto, kwa heshima ya watu wa hapa kata ya Pemba, na kwa kuwa mmekuwa na malalamiko ya maji, mmekuwa na malalamiko na barabara, na nataka mpe kura Mama Samia za kutosha 100%, mniletee Seronga katika vituo vya afya 5, kimoja nitakileta kata ya Pemba. Najua katika kipindi chote hiki tunachoendelea, hakika kila kitongoji kitapata umeme. Haleluya! Ndivyo ninavyoamini na ndivyo Mwita Waitara anavyoota ndoto. Kwa hivyo ndugu zangu, Ngocho Serunga ni askofu, mtu anayependa watu sana. Ni muumini wa Wasabato. Ngocho Serunga hana vurumai. Ngocho Serunga hata ukiugua muombe ataombea mtu wako atapona. Ngocho Serunga ni mcha Mungu. Ngocho Serunga hana vurumai nini na nini, si muongo, ni mkweli. Sema sababu ya kumfanya tumchague Ngocho na Waitara. Waitara ni mbunge, Ngocho ni diwani. Ngocho anajua barabara zetu, anampelekea Waitara, wanaleta fedha, wanatengeneza. Aliahidi kutoka Masurura kuja Kioruba, tayari lilimwa. Aliahidi Kumumendi Kioruba, tayari lilimwa. Aliahidi Sang'anga hadi Nyeibara, imelimwa. Ameahidi ya Misaka kwenda Pemba, imelimwa. Ameahidi Pemba kwenda Soroneta, imelimwa. Aliahidi Pemba kwenda Nyasaricho, imelimwa. Meme kila kijiji. Kuna sababu tena kukataa? Nani alisimama bungeni akasema haiwezekani? Chifu Mwita Mwikwebe wewe alisimama akasema hivi, mimi mwanaume wa Kikurya, mimi nikaolewa, mimi haiwezekani. Alitoa machozi ya kutoa, lakini alisimama akasemea Watanzania wote, Watanzania, na swala hilo likapigwa chini, likasema haiwezekani, tutaishi kulingana na mila na desturi zetu. Naomba nione kura za Mama Samia. Asante sana. Wanaosema Waitara kuwa mbunge wa jimbo hili tarehe 29 Oktoba, naomba nione mikono juu. Wanasema watanipa ndugu yangu kwa diwani wa kata tarehe 29, tuunge cheni ya maendeleo. Asante. Weka hivi. Ikisema Mama Samia, unasema Antona we 5. Haya, twende kazi. Mama Samia. Mama Samia. Waitara. Makolele. Na CCM. Asante sana watu, Mungu mbarikie sana. Nimeenda vijiji vyote, aidha kwenye misiba au kwenye sherehe. Tumefanya ziara za kuweka miradi ya maendeleo, lakini pia tumefanya mikutano ya hadhara. Kwa tunajuana na changamoto zilizopo tunazifahamu. Mimi nimekuja kuomba kwamba tulifanya kazi kwa muda wa miaka 5. Jimbo hili lilikuwa na changamoto kubwa.
Na changamoto yetu wala haikuwa pesa. Wanaongea mara nyingi watu waelewe kwamba jimbo la Tarime vijijini sio jimbo maskini. Sisi ambacho tulikosa kwenye jimbo hili ni uongozi. Leadership ndio likosekana hapa, na coordination. Mtu ambaye anaweza kutuunganisha na tukasimamia mapato na tukafanya kazi ya maendeleo. Licha na maeneo mengine hapa kwetu Tarime vijijini kule Mugango, miradi mingi ya maendeleo, shule, sekondari, zahanati wamechangishwa wazazi kupitia Saiga. Uongo kweli? Sasa hapo kuna wastaafu ambao naamini sio kwamba wameishia kwa wakulia tu, wamesoma hata kwenye vyuo mbalimbali. Na Nyalero hii ninavyofahamu itajiri ya wasomi. Wako watu wengi wametokea hapa. Na kwa wale ambao wafahamu, na mimi nimezaliwa hapa Nyalero. Kwa kitovu changu kipo hapa Nyalero kwenye zahanati ya Mennonite hii. Ndio nilipozaliwa hapa. Kwa hiyo nikao nalinganisha, ukienda Dar es Salaam, ukienda wapi hawana Saiga. Lakini wao wana maendeleo, wamejenga mpaka magorofa. Sisi hapa tumechangishana fedha sana. Tumegombana sana kupitia Saiga. Tumekamatiana sana mali. Akina mama hawakuwa hata na kuku. Nikajua shida nini. Kwa hiyo nilikuwa mbunge wa Ukonga, nikatamani kwamba ni mbunge wa hapa. Na nilianza kufikia kuwa mbunge wa jimbo hili tangu mwaka 98. Tukaja 2008, nikaja 2010, nikaenda kama mwenyekiti wa mtaa Ukonga, nikawa mbunge wa Ukonga, bado nikatamani. Sasa mwisho wa siku wanasema mtu kwao. East West, home is best. Wewe lakini mwisho wa siku na wakule wana msemo igana yako tahikuya buire, si ndio? Sisi ya moe. Kwa hiyo nikaja nikapata fursa kuwa mbunge wa jimbo hili. Na nikasema lazima tuunganishwe. 363. Ninapozungumza sasa hivi napambana vitongoji 93. Vyote 500 vyako umeme. Hapo vipi? Piga makofi kidogo tafadhali kwa Waitara. Sisi ya moe. Haya madaraja yanayozungumza leo hata mvua ikinyesha utasimama kidogo kwa sababu ya utelezi, lakini utaenda unapotaka na utafika. Uongo kweli? Ukipita vitambo unaona. Hata wazee watu wazima wanafahamu kwamba kazi iliyofanyika ni ya kutuka, na mimi namshukuru Mungu. Nilipata ushirika mkubwa sana kwa serikali ya Chama cha Mapinduzi. Kwa kazi ambayo tumefanya miaka 5. Leo mgombea wa CCM wa udiwani hata akija hapa rais tunaweza kutaja miradi hapa kutoka asubuhi mpaka jioni. Sio maneno, miradi. Hiyo habari ya shule msingi Nyalero iliyofanyika, hata Kiero nilikuja hapa, kulikuwa na diwani wa upinzani anakuhamisha miradi, nikasimama. Sasa niliposikia kuna watu hapa na rukaruka na rangi ya zambarau, nikamwambia hawa apatangenda kwa ngainwa. Kata ambayo ilikuwa upinzani hapa, watu wanajenga shule msingi watoto wasome, diwani wa upinzani anakuhamisha kwamba CCM itapendwa. Nani alijua kutakuwa na maji ya bomba hapa leo? Nani alijua kutakuwa na zahanati pale Kimakoreli na Soroneta? Hii barabara ya lami, mimi nikiwa naibu waziri wa TAMISEMI niliacha alama kwenye jimbo hili. Lakini tumemaliza, nilikuwa naibu waziri wa muungano na mazingira. Nilikuwa ofisini kwa Mama Samia. Na michango ya Saiga mimi sitaki hata kuunga mkono. Kisha fukuza siku nyingi sana. Kuna watu hawana Saiga hapa duniani na maendeleo yapo. Uongo kweli? Saiga zifanye mambo ya mila zetu. Mambo ya maendeleo yafanywe na watu wa serikali. Mwenyekiti wa kitongoji, mwenyekiti wa kijiji, yeye akitaka maendeleo michango, aita mkutano mkuu. Kwenye mkutano waweke ajenda. Akishaweka ajenda, ruhusu watu watoe maoni. Mtu ambaye ana uwezo mkubwa achangie kikubwa kwa hiari. Mtu ambaye ana uwezo anaweza kachangia nguvu kazi. Ndio maendeleo. Lakini ile mpango huja kwa mambo ya Saiga hapo kwenye michango maendeleo ya nguvu kama ile Soroneta. Hakuna mwananchi kuchangishwa 200 hapa. Tumekuta hili jimbo tumelikuta linakusanya bilioni 5 mpaka bilioni 6. Ninapozungumza halmashauri hii hapa Nyamwaga tunakusanya fedha shilingi bilioni 10.3. Una halmashauri ambayo ina bilioni 10.3. Ni halmashauri ya 3 kwa ukubwa hapa Tanzania kwa mapato. Alafu matundu ya choo unachangisha wananchi. Waheshimiwa madiwani, nimeomba. Mimi bana, kama kuna diwani atachaguliwa mpiga dili, atanisamehe. Uchaguzi ukiisha ngagundua huyu ni mpiga dili, ninaita mkutano kwenye mkutakata wake na tangaza diwani huyu mpiga dili anaumiza wananchi. Hapo vipi?
Miaka 5 hii inayokuja ni operation maalum. Sitaki michango ya Seiga, na sekondari zote tupeleke photocopy machine, tupeleke printer, tupeleke kompyuta msingi na sekondari. Ile michango 200 watoto wa shule sitaki uione mimi shuleni. Walimu wapige photocopy, watoto wafanye mazoezi wasome. Hapo vipi? Ndio mpango tulionayo. Hili jimbo tuna misitu hapa ambayo tunufaiki. Ipo komite kwa Moronganya, iko Mliba pale, haitusaidii. Na watoto wanakaa chini. Tutaifeka ile. Tutengeze madawati, mabenchi, viti na meza, watoto wakalie. Lazima tufanye maamuzi magumu. Baada ya kunipiga teke sana hapa nikasema hii nimeshapenya. Watasoma namba miaka 5 ya Mungu. Watasoma namba. Na mimi siibi, mimi sipigi dili, mkinipigia kura, katika mshahara kanatosha. Nitaweka mafuta, nitafika kila kitongoji. Nitafika kila kijiji. Tunataka tulete mabadiliko. Inawezekana kabisa. Kuna watu wa halmashauri wanapata bilioni 1. Wako mbali sana. Sasa ndio unaona siasa ikifika, wanakuja watu magari makubwa, wana fedha maburungutu. Ni matapeli wa kisiasa. Mbona wako hapo miaka hiyo yote? Wakati mnachanga Seiga mbona kuleta hizo? Wewe usipokuwa katika taifa mzee. Ni kweli. Hao watu semechanga sana. Hao matajiri walikuwa. Walikuwepo tu wanakuwa. Wenda kutusaidia sisi. Na juu. Wanapambana ikiwapiga wanatembea wote wanasepa. Kama sasa hivi hawapo. Tupo na mzee Nyang'ona. Tutaendelea kuzungumza, tuendelee kuomba kura. Mwisho wa siku naomba mniunge mkono. Mimi siwezi kuangusha. Mimi napenda ndugu zangu, na nataka tu historia. Mimi kumiliki magari makubwa sio hobi yangu mimi. Kuwa na majumba makubwa sio hobi yangu mimi, ni kwamba pale nilipopita, nikipita hata nimekuwa mzee waseme hapa Waitara yuko mbunge. Mnaona hii shule haikuwepo lakini Waitara alileta. Mnaona haya maji haikuwepo, yani ndio nataka historia ndio heshima yako. Mwanzoni alipoongea Mheshimiwa Waitara aliongea maneno mawili ya Kiingereza. Alisema leadership and coordination. Alimaanisha ukiwa na uongozi bora na kiungo bora, timu inayokuwa na kiungo bora na kocha mzuri ndiye inayofunga. Kwa hiyo nimetambua hayo maneno, tunaenda kuyafanyia kazi. Alipofika hapa niliweza kumweleza changamoto ambazo tunazikabili, ambazo tukipata ridhaa tarehe 29 mwezi wa 10 mmetuchagua, tunaenda kuzishughulikia. Mengi yameshafanyika. Madiwani waliopita akiongozwa na Mohabasi na Mama Nyehita walifanya makubwa. Mimi naenda kuendeleza pale walipoishia. Nimemweleza jambo la kwanza kuhusu kituo chetu cha afya, kwamba tunacho kituo cha afya hakifanyi kazi, lakini pia hatuna zahanati ya serikali. Amesema kama alivyoahidi anaenda kuanza nayo, na tayari kwenye ilani ya chama ambayo nimekabidhiwa siku ya uzinduzi tunaenda kutekeleza. Lakini nimemweleza swala la elimu. Unapotamka elimu, lazima tutengeneze mazingira bora ya watoto wetu, ambapo walimu, nimemweleza kwamba sekondari na primary tunao walimu wachache. Tunao walimu 7. Primary 7, sekondari 7. Bado walimu hawatoshi. Bado madarasa ukarabati unaendelea. Na mambo makubwa yamefanyika. Kwa hiyo tunaenda kuhakikisha yote hayo tunafanyia kazi. Barabara ni changamoto. Kuna miradi inaendelea kwenye kata hii. Kipekee kabisa mimi nilipendezwa na wewe baada ya kuona unapenda maendeleo na amani. Kata hii tulikuwa tunapigana, ukiingia hapa Nyamwaga na hapa Nyarero tunapigana, Bunchari, kila sehemu. Ulipoingia kwenye jimbo hilo lilikatika, na Mungu akubariki. Lakini pia Mheshimiwa mbunge, kwenye kata hii tulikuwa hatuna kituo cha afya. Leo tuna kituo cha afya cha serikali kule Rosana. Tulikuwa hatuna zahanati hata moja. Tunayo kule Kemakolere pamoja na Soroneta. Tulikuwa hatuna hata madaraja. Leo tunayo mawili. Kebweye, Soroneta, milioni 100.